Kwangu mimi mnyama kafungwa na kafanya vibaya. Sikumbuki pia ni mechi ipi hatua ya makundi kwa klabu ya Simba ambao walicheza kama walivyocheza mechi hii. Kwangu mimi hii ndio mechi mbovu zaidi kwenye mashindano ya vilabu kwa ngazi ya shirikisho kwa klabu ya Simba. Simba kacheza vizuri ili hali katengeneza nafasi karibu 10 na hajafunga goli hata moja. Ukiacha chochote kile, kwangu mimi hakuna excuse kwa klabu ya Simba chochote cha kusema. Mechi ya Zidi Al-Masry ndio mechi mbaya zaidi kwenye kazi ya Fadu tangu kwa klabu ya Simba. Na ndio maana hawakuwa na shida na kuangaika na ule mpira. Hawakutaka kupishana na kina Awa wala kupishana na kina Mpazu. Mpira ni magoli. Mechi ya soka inaamuliwa na magoli, sio ball position kiasi gani. Kwa hiyo kwangu mimi kama mwandishi wa michezo, Simba ndo kacheza vibaya zaidi kwenye mchezo huu wa duru la kwanza. Kwa hiyo kwa kuwa Musa Kamara alikuwa benchi muda mrefu, timing ya mpira unaodunda hakupiga hesabu vizuri. Hamad unadunda nyavuni. Al-Masry kipao aliokoa mpira kwenye bega ulidunda vile vile kwa sababu ana match fitness. Tafasiri hata hali yake ya kimwili ni rahisi kuweza kunoti vitu ukiwa uwanjani. Lionel Ateba jana hakuwa na usiku mzuri. Wakati unakuwa nami Wanesha Lukali beki kisiki na machachari. Karibu tuyazungumze yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanazidi kutaradadi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Stori kubwa siku hii ya leo baada ya mnyama kupasuka dhidi ya Al-Masry. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Isike Freddy. Tunaenda kuchukua tathmini ya dakika 45 za Misri kabla zile za 45 za Benjamin Mkapa. Mwandamizi mzima? Alhamdulillah rabbil alamin. Mimi niko poa. Uko vizuri? Mungu mkubwa sana, tuko salama wote hapa. Mnyama kachezea bwana. Mnyama kachezea, lakini mnyama pia kachezea na kaacha maswali mengi sana. Yaani kwa mtu ambaye anautazama mpira kawaida anaweza akasema mnyama kafungwa lakini kafanya vizuri. Kwangu mimi mnyama kafungwa na kafanya vibaya. Sikumbuki ni mechi ipi kwenye hatua ya kufuzu ya klabu ya Simba kwenye mashindano haya ya vilabu barani Afrika kwa kombe la shirikisho. Sikumbuki pia ni mechi ipi hatua makundi kwa klabu ya Simba ambao walicheza kama walivyocheza mechi hii. Kwangu mimi hii ndio mechi mbovu zaidi kwenye mashindano ya vilabu kwa ngazi ya shirikisho kwa klabu ya Simba. Achana ball position kuwa na 50 na mechi inakuisha, lakini inawezekanaje katika lugha rahisi unamwambia mtu ambaye anaofahamu mchezo wa mpira kwamba Simba kacheza vizuri ili hali katengeneza nafasi karibu 10 na hajafunga goli hata moja. Alafu wenzao wametengeneza nusu nafasi za kwao wampata goli 2. Tena wameingiza mpira mara 3 kwenye nyavu. Ukiacha chochote kile, kwangu mimi hakuna excuse kwa klabu ya Simba chochote cha kusema. Kuna wakati tulikutana Tandale nikakwambia hakuna wakati bora kwa klabu ya Simba kama walionao sasa. Kwa maana walikuwa kila kitu wakifanya kinatokea. Lakini kwangu mimi mechi ya Zidi Al-Masry ndio mechi mbaya zaidi kwenye kazi ya Fadu tangu kwa klabu ya Simba. Unakwenda ugenini, si ndio? Tena ugenini ni Misri, ambako klabu ya Simba mara mwisho ilishinda nini, unaenda tangia mwaka 2004 Zidi ya Zamalek. Simba waliacha alama pale wakiwa na kikosi cha loko kabisa. Miaka imeenda mingi. Simba anajua namna kucheza na National Rally pale. Anajua ugumu wake. Anapata timu ya daraja la kati. Kwangu mimi Al-Masry ni timu ya daraja la kati. Uweze kuwa kwenye level ya National Rally, uweze kuwa kwenye level ya Zamalek wala labda Pyramids, si ndio? Unapata nafasi 10 plus, unashindwa kuweka mpira nyavuni hata goli moja. Pele ana kanuni rahisi kwenye mpira. Mpira ni magoli. Mechi ya soka inaamuliwa na magoli, sio ball position kiasi gani. Kwa hiyo kwangu mimi kama mwandishi wa michezo, Simba ndo kacheza vibaya zaidi kwenye mchezo huu wa duru la kwanza. Ndio. Fadu alizidiwa kimbinu. Fadu alizidiwa kimbinu, aliingia kwenye mfumo kwa lugha rahisi. Al-Masry wameifanyia tathmini jadidi klabu ya Simba. Kwanza Simba uimili wake kwenye mashindano yote kwanza ni kumiliki mchezo. Yaani Simba ile boli kunyasa, boli kutembea, huwa ndio slogan yao. Kwa kujua kwamba Simba wamekuwa bora, wameenda kwenye kundi kama timu inayoongoza. Al-Masry walikubali kuwa timu ya pili uwanjani, lakini wakakubali kuwa timu ya kwanza kimbinu uwanjani. Sijui kama naelewa Kiswahili. Waliuacha mpira kwa klabu ya Simba kwa sababu mpira ni mtamu kama asali. Kadiri Simba watakavyokuwa wanachezea mpira ndivyo wanaweza wakafanya makosa na wao wakayatumia na kuadhibu.
Al-Masry walijua Simba wana kikosi bora kwenye mazingira haya kuliko wao. Na ndio maana hawakuwa na shida na kuangaika na ule mpira. Hawakutaka kupishana na kina Awa wala kupishana na kina Mpazu. Wao walichagua momenti fulani za mchezo ziwape kitu. Angalau wapate sare ama wapate goli moja la kuanzia, alafu waje Dar es Salaam kutafuta chochote. Kimbinu Fadlu hakuwa na siku nzuri kazini. Lakini Al-Masry walikuwa wana siku nzuri kazini. Kipindi cha kwanza Al-Masry wampiga shuti moja tu on target na goli hilo. Baada ya hapo wakarudi nyuma, wakapaki mwendo kasi, wakamaliza kipindi cha kwanza wakiwa na alama 3. Kipindi cha kwanza wakiwa na alama 3 na goli moja. Wakajua kipindi cha pili kwa namna yoyote Simba atafungulia koki, atafungulia bomba. Kwa sababu tayari kwa nyuma kwa goli moja. Simba atahitaji goli la ugenini ama atahitaji sare. Na kwa namna Simba walivyocheza kipindi cha kwanza, lazima mentality ya Simba watakuja kuona hii mechi ni ya kawaida. Watahitaji kufanya kitu kikubwa wapate matokeo. Walijua Al-Masry vile vile wakarudi kukaa nyuma, wakawaacha mpira kwa Simba tena. Simba wakafanya kukurukakara nyingi sana kutafuta kusawazisha goli. Mwisho wa siku hawakupata walichokipata. Dakika 80 plus Simba naadhibiwa kwa mfanano wa tukio linalofanana vile vile counter attack. Al-Masry waliacha Simba ameenda mpaka kwenye goli la Al-Masry. Hamadi mpira unachukuliwa, unapigwa pasi chache tu, inapigwa ndani, Simba anapigwa goli la pili. Na haikuchukua hata muda mrefu Simba na mpira wa tatu unaingia nyavuni kwenye goli la Simba. Ni vile tu VAR iliwaokoa Simba. Hatua ya mtoano dunia nzima, chukua hii beki kisiki na mtazamaji. Hatua ya mtoano haichezwi kama hatua ya makundi. Hatua ya mtoano ni ngumi juu unaenda nje. Hatua ya mtoano sio hatua ya kupaka mpira mafuta. Hatua ya mtoano ni mbinu peke yake ndo zinakuacha kwenye mashindano. Kama sasa una ubora inajazia kwenye ubora wako. Simba wamebaki kwenye ule wamecheza kama kwenye hatua ya makundi. Yaani wamecheza mechi kama vile wana mechi nyingine 2 nyumbani au 2 ugenini. Kumbe wana mechi moja tu ugenini na mechi moja Dar es Salaam. Na wao wamezigawa kwa dakika 45, si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi kimbinu Fadlu Davis hakuwa bora. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wenye klabu ya Simba kwenye mchezo huu hawakuwa pia na siku nzuri kazini. Naweza nikasema baadhi, ukiniruhusu niseme. Kwanza selection ya Pinpin Kamara silaumu kucheza, lakini nalaumu namna ambavyo amecheza. Kucheza ni swala la mwalimu na benchi lake la ufundi, lakini namna Pinpin Kamara alivyocheza unajiuliza kwa nini golikipa alienda na timu ya taifa kwenye mchezo mgumu dhidi ya Morocco Salum Wane singeweza kuanza pale. Unajiuliza swali hilo. Lakini pia unagundua Pinpin Musa Kamara ametoka kwenye majeraha ambayo yalikuwa ni makubwa, ameweka benchi muda mrefu. Hajacheza mchezo mwingine wowote wa kimashindano, labda michezo ya ndani ile ambayo Simba wanafanya wanacheza wenyewe binafsi kule Bunju, si ndio? Simba anapewa mechi kubwa, goli la kwanza inapigwa mpira unadunda, maana yake ni timing. Timing unakuwa nayo endapo unakuwa unacheza sana. Kwa hiyo kwa kuwa Musa Kamara alikuwa benchi muda mrefu, timing ya mpira unaodunda hakupiga hesabu vizuri. Hamadi unadunda nyavuni. Al-Masry kipao aliokoa mpira kwenye bega ulidunda vile vile kwa sababu ana match fitness. Tafasiri hata hali yake ya kimwili ni rahisi kuweza kunoti vitu ukiwa uwanjani. Kwa Musa Kamara, na hata ukitazama picha ambazo zilipostiwa na account ya Instagram ya Simba, Musa Kamara kama ametoka mashavu, kama amenenepa hivi, kama kuna weight imeongezeka. Sijui kama hiyo pia inaonyesha kwamba amekosa ule msawazo wa utimamu mwili ama la, lakini kwangu magoli mawili yalofungwa Simba kuna 60% ya udhaifu wa Musa Pinpin Kamara, golikipa wao nambari 1 na nambari 1. Lakini mchezaji mwingine ambaye kwangu amenipa mashaka na maswali mengi ni Lionel Ateba Mbida wanamsema. Huyu ndo mshambuliaji kiongozi mpaka sasa kimbinu. Fadlu Davis Ateba ndo mshambuliaji wake nambari 1. Haijalishi Mukwala anafanya nini akiingia, lakini kocha yoyote na timu yoyote lazima iwe na mshambuliaji kiongozi. Lionel Ateba jana hakuwa na usiku mzuri. Sijui alikuwa anafikiri kufanya vitu gani. Sijui alikuwa anawaza watu watamzungumzaje kwenye media au atafanya nini. Naamini kama Ateba angekuwa na utimamu nusu tu aliocheza zidi ya kina Mabululu, jana Simba alikuwa anapata goli la ugenini kwa namna yote, goli moja ama hata mechi kwenda sare ama hata kushinda. Kwa kwangu pia performance wise ya Lionel Ateba kama mshambuliaji kiongozi haikuwa sawa sana. Inawezekana ndio zile sababu kwamba ambao kuna level yao tumezoea kuiona, hata kama wako sawa, unategemea
Musa Pin Kamara hakuwa na siku nzuri, lakini pia Lionel Ateba Mbida hakuwa na usiku mzuri pale Suez Canal Misri. Kuna mchezo mwingine ambao Simba ndio tumaini lao kubwa. Unawaona wekundu wa Msimbazi Simba wakivuka kama kauli mbiu yao wenyewe hivi sasa wanakuambia hii tunavuka, ama bado ni mfupa mgumu kwao? Kinyumbani utasema Simba ana nafasi ya kufanya vizuri moja kwa moja, lakini Simba ana masaa machache sana ya kuwa bora hivyo ambavyo tunataka afanye. Kwangu mimi bado mechi ni ngumu hata kwa Simba hapa Dar es Salaam. Bado sio mechi rahisi kwa sababu udhaifu mwingine sikukwambia wa klabu ya Simba ambao unanipa mashaka mimi. Simba amekuwa na makosa mengi kwenye safu ya ulinzi ya katikati. Awe anacheza Sheikh Maloni Fondo, awe anacheza Hamza, awe anacheza Shamu Karabu, awe anacheza Kazi. Katikati pana Kazi pale. Swali jepesi. Fadu inabidi aiseti Simba kimbinu. Achana na ufundi, achana na mbwembwe, achana na uwezo wa mtu mmoja. Kimbinu. Anatakiwa aishepu Simba isiruhusu goli uwanja wa Dar es Salaam. Issue sio kufunga magoli. Wasiruhusu kufungwa goli kwa mtindo wowote. Wakifungwa goli maana yake utakuwa ni usiku wa mangamngamu, utakuwa ni usiku wa mizimu, utakuwa ni usiku mzito kwao. Wakianza kupata goli, naamini utapata goli Simba, kwa maana najua mashabiki 60 wakiingia pale na kila kitu kitakuwa kiko kwa Simba, pressure, hali ya hewa na mambo yote yatakuwa kwa upande wa Simba. Maana yake wanaweza kupata goli la kwanza. Lakini wasiruhusu Al-Masry wakapata goli. Maana yake kimbinu mechi itakwenda kuwa nzito zaidi kwa klabu ya Simba. Inabidi ufunge goli 3, inabidi wazuie Waarabu wasijiangushe, inabidi ufanye kila kitu sawa sawa. Kwa hiyo cha kwanza kimbinu inabidi safu ya ulinzi ya klabu ya Simba mchezo unaofuata acheze kama ndo mechi yao ya mwisho kwenye maisha yao. Yaani Hamza, Shamu Karabu na mwingine yote atakayepewa nafasi kwenye beki ya katikati ya klabu ya Simba na hata kwenye mbawa mbili ikibadilisha kwa Shabalala na Kapombe, ndio hiyo mechi yao ya mwisho kwenye maisha yao. Yaani wakipoteza hiyo waone kama maisha ya mpira yameisha. Yaani waseme hii ndo mechi yetu pekee iliyobaki kwenye msimu huu. Na kiuhalisia hii ndo mechi ya msimu kwa klabu ya Simba. Sio dabi iliyoharibika, wala sio mechi na Azam, wala sio mechi na Tabora. Mechi ya Al-Masry ya marejiano, Simba ndio mechi yao ya kufunga na kufungua mafanikio yao msimu huu. Wakipoteza mchezo huu kwa namna yoyote ile, mzigo wake utakuwa ni mkubwa. Kuweza kurudisha hali ya kutulivu itahitaji kidogo haraka. Wakipata matokeo itawaboost hata kwenye mashindano mengine kama CRDB Federation, hata kwenye NBC Premier League, itawapa nguvu ya kujiona wana nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo cha kwanza kwangu Fadu ndo man of the show, man of the match wa mechi ya Dar es Salaam. Sio mchezaji yoyote, sio Ahmed Ally, sio Modeo wala sio Murtaza Mangungu. Endapo Fadu atafanikiwa kwa 50% tu kucheza kama alivyocheza na Monastiri, kucheza kama alivyocheza na kina Mabululu Dar es Salaam, kucheza kwenye kiwango kile, amini na kuambia Simba ana nafasi ya kufanya vizuri ama kufanya kitu kizuri na kwenda hatua nusu fainali. Lakini tu wafanye sawa sawa kwenye namna ambavyo kwenye mbinu, maana yake wasiruhusu goli mapema na wao wapate goli mapema. Lakini pia kuna pressure naiona kwa Simba. Sijui niseme. Nilitaka kukuuliza ili kuna pressure ya nje ya uwanja. Ukisikiliza baadhi ya mashabiki wa Young Africans kama wakina Meja wanajinasibu kwamba wataenda kuwapokea Al-Masry, na Young Africans wamefanya vizuri katika michuano hii. Katika miaka hivi karibuni waliweza kufika katika hatua ya fainali. Pressure hii imekuwa ni kubwa nje ya uwanja. Beki kisiki labda na mtazamaji hapa ni kuibie tu. Huu ndo msimu ambao nje ya uwanja Simba na Yanga wana mechi ngumu sana. Msimu huu ndo Simba na Yanga nje ya uwanja wamecheza dabi nyingi mno. Pressure imekuwa ni kubwa sana, yani ni kubwa mno. Tazama dabi kuchezwa, pressure imekuwa kubwa sana. Tazama namna ambavyo mechi ya Tabora na Yanga, pressure imekuwa kubwa sana. Tazama namna ambavyo wazee wanatoka kuzungumza, pressure ni kubwa sana. Tazama na matokeo ya Simba kupoteza kule Misri, namna ambavyo mashabiki wa Yanga wamechoka kama ajenda. Wanatapika na kusema wazi wao wataipokea Al-Masry. Wataisaidia Al-Masry kuambia kitu gani kibaya, kitu gani kizuri. Tafasiri ama fasiri rahisi ni kwamba nje ya uwanja kuna pressure kubwa. Nani wa kuifyonza hii pressure ya nje ya uwanja? Ni Fadu na vijana wake 18 ambao watakuwa kwenye benchi kwenye mchezo wa tarehe 9. Mimi naamini Fadu Davis amekaa kwenye ligi ya Morocco akiwa na Raja Casablanca na akachukua ubingwa, amepita South Africa, amekuja Simba, amecheza dabi karibu 2, si ndio?
pressure sidhani kama itaweza kumzuru kama akiweza kutimiza wajibu wake kwa 50% tu au 60%. Simba apate matokeo mazuri na anaweza kwenda. Simba anatakiwa goli la kianzio, goli la kifungua mimba, goli moja tu apate la kwanza. Kipindi cha kwanza akipata goli moja, akienda mapumziko akirudi, Simba ana nafasi ya kupata goli 2, akafikisha goli 3 na kwenda. Lakini hapo Simba asiruhusu goli kwa namna yoyote. Goli la mapema litawapa pressure. Nimeangalia kama mechi ya Al Masry baada ya kufunga goli 2 ni kama kila mtu akaanza kucheza peke yake. Mpanzo anataka kufunga mwenyewe, au anataka kufunga mwenyewe, Ateba anataka kufunga mwenyewe, Kibu Denis unajua anataka kufanya nini kwa sababu washakula goli 2 na wanawaza itakuwaje. Lakini Simba akipata goli Dar es Salaam litafanya wata freeze. Goli la kwanza litawapa hali ya kujiamini na kupata goli la pili na kupata hata goli la 3 na kuona Simba anakwenda hatua nusu finali. Mimi kama mdau, mimi kama mwandishi wa michezo, tunahitaji kuwa na timu kwenye hatua nusu finali kwa sababu tuna timu moja tu ambayo ni Simba. Ikitoka robo finali kama nchi tunapunguka kitu. Watu hujua hawajui wakati mwingine. Simba akienda hatua ndefu ndio zile nafasi 4 pointi zake zinaendelea kutunzwa na kukaa vizuri. Lakini ndio kwenye viwango vya vilabu bora barani Afrika tunakuwa na kilabu ambacho kipo ndani kikiwa na usalama pia. Kwa kwangu mimi Simba anatakiwa baki robo kwenda nusu finali, lakini sio hawezi kubaki kwa huruma. Huruma sio malezi. Fall Davis asiyefaa mpeleke bench, anayefaa aanze kikosi cha kwanza, Simba apate matokeo aende nusu finali. Shukrani sana Mwandamini. Asante sana kwa muda wako, shukrani. Asante sana. Shukrani.